Kendi. Achana na Drana. Achana na Drana. Sikiliza Kendi. Drana ni mwanaume wangu. Huyo Drana ni maisha yangu mimi. Drana ni kila kitu kwangu. Kwa hiyo nakuomba achana naye. Huyo Drana atakusababishia matatizo makubwa sana. Sishindi kukupoteza wewe na usionekane kama kwenye maisha yako. Unasemaje wewe mwanamke? Shut up. Kwanza unaonekana wewe ni mwanaume ulioshindwa. Kwa sababu ungekuwa ni mwanaume kweli, ungeweza kumdhibiti huyo mwanamke wako. Sikiliza wewe. Kama umezoea kuwawaki hao wengine, kwangu mimi huwezi. Mimi ni namba nyingine kabisa. Yaani sishindi kukupoteza wewe na huyo mwanamke wako. Kendi, achana na Dranas. Dranas ni mali yangu mimi. Narudia tena Kendi. Dranas ni mwanaume wangu. Kendi, hautakuja kuniona tena kwenye maisha yako. Achana na Dranas. Yule ni mali yangu mimi. Usichokijua sasa, namba yako ninayo. Na ninafahamu kila kitu kinachoendelea. Ukiongea naye, ukichat naye, vyote najua. Oya, ongea na mwanamke wako. Mwambie achane na Dranas. Na kama na namba yake, mwambie ifute haraka sana. Anyway, mimi nitalifanyia kazi. Alafu takujibu, sio na wasiwasi. Gaya. Bwana nini? Tafadhali sasa. Bwana mheshimiwa, kiukweli kabisa, kazi zote unazonipaga zinakuwa hivi kitoka. Lakini hii mheshimiwa, hapana kwa kweli mheshimiwa. Hii kazi ngumu sana kwangu. Miwa kukunjwa, miwa kushikwa na suti yangu. Sasa ni nani alikufanyia hayo? Ni Kendi huyu peke yake? Bosi, watu wanaloku. Bosi, kuna wawanyi kwa dunia hao ni hata huruma. Bosi acha. Ni boyfriend wake kijamaa kimoja hivi kibonge kiona cha kawaida lakini kimejaza sisi kinakula matofali kile bosi. Bosi nilisikia kingumi kimekapa. Nikasikilizia kwanza kidogo hivi kuangalia kwa kama mbavu zimetoka. Bosi, watu wanalongu. Bosi, mimi naweza tu kukuambia kwamba yote nimefanya lakini kwa hili. Bosi nisamehe tu ndugu yangu. Mimi naona kama hili tumefeli bosi wangu. Wewe ni Rome. Ambacho unatakiwa ukijue ni kwamba kila kazi inakuwa na changamoto zake. Na hiyo ndio changamoto. Alafu mwanamke yote ili umpate nzuri, lazima kusumbue kama hivi. Sasa mwanamke ukimpata kile pesa basi anakuwa kahaba huyo ndugu yangu. Yaani mheshimiwa, unajua ukidili na watoto wa kishua, itikari, vitu vyao vinakuwa vimenyoka. One shot, one way. Hawana mambo mengi. Lakini hivi vitoto vya Uswahilini, tatizo la yule mwanamke ni mzuri. Ukiangalia bango uso hivi mheshimiwa, mtoto mzuri mashallah. Lakini kile kibwana chake na wasiwasi. Kama sio mpigia debe Tandale, pusha akimu. Nakwambia. Kwa sababu gani?
kimevimba. Nikakiangalia hivi, ngona nikisema hapa ni nini, anaweza kanichomolea kisu kama mstaarabu. Nikasikia ngumi imeingia tu, katulia chini bosi. Bosi, kama utakuwa na kaela kidogo niende hospitali nicheke mbavu zangu. Sasa mimi nakwambia hivi, mimi nitagaramia kuliko hata nilivyokuwa nikimgaramia Sabrina. Ili aweze akachomoa. Alafu nina plan. Kakupa plan moja hiyo. Hachomoi. Mimi ndo planners. Great thinker. Understood? Sasa bosi. Mimi nimekuelewa bosi, sawa. Mimi kazi nitaifanya. Sasa lakini bosi. Sasa hapo kidogo niangalie, kwa sababu nikiangalia upande huu bosi, naona kama mbavu ziko kulwa na Doto na zimepishana. Naona kama mbavu moja inacheza mapiano, alafu mbavu moja inacheza sebene. Kwa hiyo ni vitu viwili different bosi. Kwa hiyo kama unakaya kanuka bosi, atakala kila kimbili bosi. Wewe Niro. Mgonjwa anakuwa kama wewe. Anyway, mimi nitakupatia chochote kitu kwa kazi nzuri ambayo umeifanya. Niseme kama umefanya vibaya, hiyo ni kazi nzuri ambayo umeifanya. Huyu atakaa tu kwenye mfumo. Mambo vipi mpenzi mtazamaji wa chaneli yangu popote pale ulipo, na leo tunakwenda kuitazama Time of Love ikiwa ni episode ya 29 kupitia Movie in Swahili. Nachokuomba ni wewe tu mpenzi mtazamaji ni kusubscribe channel yangu ili unapata update ya movie hii ambapo inatoka kila siku ya Jumamosi, Jumatatu na Jumatano kupitia platform ya YouTube. Basi leo tunakwenda kutazama highlight ya episode ya 29 kupitia Movie in Swahili. Basi nisikuchoshe sana, tuwe tukatazame nini ambacho kilitokea kwenye episode hii ya 29. Asante na utazamaji mwema. Tunaendelea na season yetu ya Time of Love, na hii ikiwa ni episodi ya 29, tunasonga mbele kwa mbele. Haikuwa bahati kwa Niro, kwani kayatimba kwa mume wa Kendi. Wiki iliyopita tuliona Niro amefika getoni kwa Kendi. Lengo kubwa ni kuleta ujumbe wa Dranas kwa Kendi kuwa anamkubali kinoma noma na anatamani awe mtu wa karibu yake, yani kwa kifupi mpenzi wake. Lakini kabla Niro ajamaliza kumsanoa Kendi, ndipo akafika mchizi wake. Kendi akahoji maswali mawili matatu, hivi wakawa wanajikanyaga. Mchizi wake akuchukua ataround, akamshushia bonge la kipigo Niro. Niro alivyoona hali mbaya, akala chocholo. Tukirudi kwa Mumi, na yeye akusita kufika kwa Kendi. Kendi mwaka huu moto unamwakia kichwani kinoma noma. Atajua ajui. Mumi kafika magetoni, akamwashia moto tena Kendi pamoja na mchizi wake. Mumi anajiamini kinoma noma. Akamchana Kendi kuachana na mume wake Dranas mara moja. Tena akasisitiza kuachana haraka sana. Kama una namba yake, futa mara moja, kwani sioni hatari ya kukupoteza. Mchizi wake Kendi akataka kuingilia. Mumi akamwambia, na mume bwege, kaa kimya. Unashindwa kumdhibiti demu wako, alafu unaniletea ubwege. Mchizi akakaa kimya. Upande wa Duma yupo kwenye maandalizi ya kurudi kazini. Fuatilia episodi inayofuata Jumatatu kupitia chaneli yangu. Asante na kwaheri.